yantiqu fiha ar-ruwaybidha. Katika zama hizo atasema, atatoa maelezo mtu anayeitwa ar-ruwaybidha. Ar-ruwaybidha ni safihi. Ar-ruwaybidha ni rajulun tafih. Safihi kwa maana nyingi iliyozungumzwa, lakini safihi ni yule mtu ambaye hata ukimshinda kwa hoja na hoja ni ya kweli, yeye hana uwezo wa kufahamu kwamba hii ni hoja ya kweli. Huyo ndiye ar-ruwaybidha. Maulidi hayafai, unaanza kueleza yanafaa kwa hili na hili na hili. Kwa vile yeye ni ar-ruwaybidha, anasema hayo yote unayosema siyaelewi na hayapo. Sasa katika kipindi hiki tusiache fursa tukamwacha ar-ruwaybidha. Ar-ruwaybidha ni yule mtu ambaye anataka kujitwisha kuzungumza maneno yanayohusu umma na hana kiwango cha kufaa kuwa kiongozi wa umma au hakuchaguliwa. Yeye tu anasema mimi ninastahiki kutangaza mwezi, mimi ninastahiki kukataza na hili na lile, na hali ya kuwa hajafikia nafasi hiyo. Huyo ni ar-ruwaybidha. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwenye hadhara kama hizi na kwa maana kama haya tuliyoyapata ya mashekhe zetu, sisi tusiache kazi hii, na atakayekuwa anayakataza maneno haya anaingia kwenye kundi la hao kina ar-ruwaybidha. Yule asiyekuwa na uwezo wa kufahamu hoja na uzito wa maneno yanayosemwa, huyo ni ar-ruwaybidha. Jahilia ya kule nyuma ilikuwa mwanamke anazikwa mzima mzima, lakini ukaja Uislamu ukasema la, ni bahati mtu akienda nyumbani kwake kukizaliwa mtoto wa kike, ni bahati kubwa sana. Amlee vizuri, ampeleke madrasa, ampatie mume amwozeshe, aishi maisha ya heshima na adabu. Ukifanya kazi hiyo utaingia peponi. Kwa hivyo katika Uislamu, ndugu zangu Waislamu, narudia maneno yangu, mwanamke ni mama. Kwenye Uislamu mwanamke ni dada uliyetoka naye tumbo moja. Kwenye Uislamu mwanamke ni binti aliyetoka mgongoni kwako. Kwenye Uislamu mwanamke ni shangazi aliyetoka tumbo moja na baba yako. Katika Uislamu mwanamke ni mkwe aliyekuzalia mtoto ambaye umemuoa, sasa wewe unapata watoto na wajukuu. Huyo ndiye Muislamu, ndiye mwanamke. Mpaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ma akrama an-nisaa illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Khairukum li ahli, mtu safi bora mwenye heshima na adabu ni yule ambaye anakwenda vizuri na watu wa nyumbani kwake na mke wake na watoto wake, ni maisha ya kuheshimiana. Wa ana khairukum li ahli, Bwana Mtume anasema na mimi ninawashinda kwa namna ninavyokwenda vizuri na watu wangu wa nyumbani. Ma akrama an-nisaa illa karimun, hakuna atakayeweza kumheshimu mwanamke na kumpa haki zake ila mtu karimu. Wala ahanahunna illa lain, na hakuna atakayeweza kuwapuuza wanawake na kuwanyanyasa ila mtu duni, mtu asiyekuwa na uwezo wa kufahamu mambo, sawa sawa na yule ar-ruwaybidha anayesema maulidi hayafai. Ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo dini. Mambo ni mengi ya kuyadondoa hapa kuonyesha kabla ya Uislamu kulikuwaje na sasa kwenye Uislamu kunatakiwa kuwe vipi.
Kazi kubwa ni sisi sasa, sisi wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wa maulidi, watu wa ahlus sunnati wal jamaa, kuwazuia watu wasiende kwenye jahilia mpya ambayo ina maneno utayaona kama ni mazuri, kumbe ni uchafu mtupu, ni kumwandaa mtu awe mpuuzi. Sasa hivi jahilia mpya itamjengea mtoto mdogo yatima maskini na mwenye maisha magumu ya maisha, atamjengea nyumba asome, amlishe na muuguze, lakini hapo anamwandaa ili aweze kuwa shoga. Hiyo ni jahilia mpya. Sasa ni sisi watu wa maulidi, ni sisi ahlus sunnati wal jamaa kuhakikisha tunabaki hapa hapa alipotuweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amefanya kazi nzuri ya kututoa kwenye jahiliyatul ula, tubaki kwenye nuru ya Uislamu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusipeleke kwenye jahilia mpya. Tusiambiwe kwamba Uislamu ni dini ya ukandamizaji. Haya kwa ufupi, na uwezo ukayasema yote kwenye hadhara moja, lakini haya ni kwa ufupi. Na Mtume amefanya nini katika adabu, katika huruma, katika ukweli? Kila jambo unalolitamka la ukweli, Mtume amefika mwisho, nukta ya mwisho katika ukweli. Huruma, amefika mwisho katika nukta ya mwisho katika huruma. Na kila jema, wa innaka la'ala khuluqin adhim, Mtume uko juu ya tabia nzuri. Na hapa al-Imam Zamakhshari anasema hadha khabarun bimaana al-amr, kwa maana kunu mutahallina bil akhlaqi al-fadila, kuweni ni wenye kuangamatana na tabia nzuri. Husnul khulqi zimamun min rahmatillahi fi anfi sahibihi, wazimamu biyadil malaki wal malaku yajurruhu ila al-khair wal khairu yajurruhu ila al-janna. Tabia nzuri ni kamba ya rehema ya Mwenyezi Mungu. Mtu akiwa na tabia nzuri huwa amejizongazonga kamba ya rehema ya Mwenyezi Mungu. Wazimamu biyadil malaki, na zimamu hii, kamba hii imo ndani ya mkono wa malaika. Wal malaku yajurruhu ila alkhair, malaika humvuta mwenye tabia nzuri kumpeleka kwenye khairi. Wal khairu yajurruhu ila aljanna, na khairi inampeleka kirahisi na kumkokota kumuingiza peponi kila mwenye tabia nzuri. وبالعكس وسوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه, tabia mbaya ni kamba ya hasira ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukimwona mtu hana adabu, ana kibri, dhalim, hana maana, ni ruwaibidha, amejizongazonga kamba ya hasira ya Mwenyezi Mungu. Wazimamu biyadi shaitan, kamba hii imo ndani ya mkono wa shaitan. Wa shaitanu yajurruhu ila shar, na shaitani humvuta mwenye tabia mbaya kumpeleka kwenye jambo baya. Wa sharru yajurruhu ila nari wal iyadhu billah. Ndugu zangu Waislamu, tumewekwa mahala pazuri, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni Uislamu na mafundisho ya Qur'ani na ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo karata iliyobaki mkononi mwa ulimwengu. Ulimwengu ukicheza vizuri karata hiyo, tutapata salama mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tutapata maisha bora. Tukikosea kuicheza vizuri karata hiyo, tutapelekwa kwenye jahilia jadida ambayo haina kheri na mwanadamu. Kutokana na kuacha mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalan mtu amekuwa waziri au mkuu wa mkoa au mkuu wa kitengo cha maafa, anapewa pesa, wenzake wamevunjikiwa ni nyumba, wengine ni wagonjwa, wengine wamekufa, anapelekewa pesa za dona tu, hizi wapelekeni wale kule. Pesa hizo mtu anazichukua, anazila. Huyu je, ni nani huyu? Hana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angelikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angelikuwa na huruma na waliokutwa ni majanga. Sasa ni sisi Waislamu, chunguzeni
wale viongozi wa Kiislamu kwenye dunia, sitaji Tanzania, sije nikaambiwa na anawapiga vita, duniani, Muislamu hasa mwenye huruma apewe shilingi milioni 50, watu wamevunjikiwa ni nyumba, hawana unga, hawana maharage, alafu azile, haziwezi. Kwa nini? Kwa sababu ana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mafundisho yasiyokuwa ya Mtume Muhammad ni mafundisho ya kumharibu mwanadamu. Mtu ana mshahara mzuri, ana gari, ana allowance, ana kila kitu, lakini hizi sasa nenda zikajengwe shule kule Hidaru, anazila. Haya ni wavipi huyu? Ni kwa sababu ndani ya moyo wake hayumo Mwenyezi Mungu, hayumo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tukikutana kwenye hadhara kama hizi, ni kazi yetu kufundisha na kutangaza kazi alizozifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanaosema haya ni bid'a na waendelee kusema, lakini haya tunayoyaona tuyatangaze, na ni fursa kubwa na nzuri ya sampuli namna hii. Ni warongo huwa wana tabia mbaya. Mrongo anaweza akasema kitu ukaona labda ndicho kweli hiki anachokitaka, kumbe sicho, amekudanganya. Niishilie na hikaya moja. Yuko mtu mmoja kule Baghdad, kulitokea kipindi akasema, mimi ni mtume wa Mungu. Jamani, mimi ni mtume wa Mungu. Mfalme wa wakati huo akasema, hebu mwiteni huyo jamaa. Walipokuja kumwangalia akasema, ni mtume wa Mungu huyu. Haya, sasa wewe bwana mtume, kabla hatujaweka mnakasha wa utume na nini, nitakupa kazi kwanza huko jikoni. Kile chakula changu ninachopikiwa, kabla hakijanifikia, wewe kula mpaka ushibe na ulafu uone ni kitamu, uniambie. Akawekwa huko jikoni kwa muda wa kama miezi 6. Na kama umetoka kwenye jua kali miezi 6 kwenye chakula cha sampuli namna hiyo, utabadilika tu. Nguo zikawa zile alizokwenda nazo hazimtoshi, lazima ashone mpya. Mfalme akasema, haya sasa imemalizika miezi 6, yule aliyekuwa akidai utume mwiteni. Nimekwisha muitia mashehe wanaojua mambo ya utume, aje azungumze nao. Majibu yake unajua alimwambia vipi? Kwamba jamani, mimi mfalme alinijia Jibrili huku jikoni, akaniambia hapa jikoni pana kutosha, acha mambo ya utume. Kumbe ilikuwa si mtume wala si nani, ni njaa tu. Hii ni bid'a, hii haifai, hii haifai. Tunaona hawa ni muslihuna hawa. Mwisho wa jambo tunawaona wanahitaji kuswalisha tu, hawana kitu chochote. Hiyo ndiyo hikaya ya mtu mrongo yoyote. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kwa hiyo hata ile ni ilmu ya kumfahamu kwamba huyu ni mrongo pia inahitaji kusoma sana. Kupiga tawasuli ni jambo zuri na tunaliunga mkono, lakini tusipate ilmu ya tawasuli tu. Mwalimu wetu, wewe unajua tawasuli tu, hujui kujibu chochote, hujui kabla ya Uislamu kulikuwa na nini, hapa pana nini, tunakopelekwa ni wapi. Lazima usome. Mpaka siku moja wakati ule Mwalimu Nyerere alisema kuambia mashekhe pale Moshi, mimi nilisikia maneno hayo. Anasema, Waislamu usomeni dini yenu kweli kweli, msije mkasoma humu juu juu, kila unaloambiwa kinga yako ni kusema astaghfirullah astaghfirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ambariki shekhe wetu, mzee wetu, yeye na Shekhe Simba, Shekhe Isa Baruti, shekhe wangu, shekhe wetu,
wote ni wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ayub, wamesoma katika wakati mmoja. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya zilizokuwa njema, na wamefanya kazi kweli ya kusomesha, na sasa wanatazama matunda ya kile ile kazi walioifanya. Mwenyezi Mungu awabarikie.